Taarifa kutoka kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kutotaka kushirikiana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi na kutojihusisha na uchaguzi ndani ya mwaka 2025. Pia kauli hiyo iliweza kupewa adhma kubwa na Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho, pamoja pia na katibu wake ambaye ni John Mnyika, huku wakizidi kuipa nguvu ile kampeni ya no reform no election, huku tena kwa kuzidi kusisitiza kwamba ndani ya mwaka 2030 basi ndio utakuwa mwaka wa uchaguzi kwa upande wao, lakini ndani ya mwaka huu 2025 basi hawatojihusisha na swala lote la uchaguzi na hawatoweza kujikita kwenye uchaguzi hata kidogo. Kwa hiyo kwa wale ambao walitegemea kuona chama cha CCM na chama cha Chadema kinakuwa kwenye upinzani mkali ndani ya mwaka huu wa uchaguzi 2025 free and fair election, basi ni kufahamisha tu kwamba hakuna majadiliano, na mpaka muda huu chama cha Chadema kimesusa moja kwa moja. Yani ni swala ambalo liko more serious sana, licha kama kuna baadhi ya viongozi wamejaribu kuwatuliza na kuwaomba, akiwemo pia moja ya waasi katika kundi la G55 John Mrema, ambaye pia ni mwanaharakati wa kisiasa na ambaye tayari alishaikuwa kwenye idara pia mawasiliano ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo pia aliweza kumuomba sana mwenyekiti wa chama hicho kwamba kutoa go ahead ya kujihusisha na uchaguzi kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini nafikiri kauli zake na hata ushauri wake umeweza kugonga mwamba. Kauli walioshikilia Chama cha Demokrasia na Maendeleo na mshikamano ambao umezidi kuwa nao na nguvu iliyoweza kutiliwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu ni kutotaka kushiriki kwenye uchaguzi, na ni issue ambayo tayari imeweza kuwa supervised na mwenyewe pamoja pia na viongozi ambao wanataka kama hakutakuwa na mabadiliko ya katiba basi hakuna haja ya kuendelea na uchaguzi mpaka 2030. Kwa hiyo ni swala ambalo watu wengi sana wamejaribu kuliangalia kwa umbali na umakini zaidi kuhusiana na madhara ambayo yanaweza kutokea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kutotaka kushirikiana na Tume ya Taifa kwenye maridhiano ya kusaini fomu za uchaguzi na hata pia kususa kutojihusisha na uchaguzi ndani ya mwaka 2025. Sasa ukiwa kama mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji na mdau wa kisiasa zaidi kuhusiana na hili sakata linaloendelea, je, una lipi la kuzungumza na lipi la kusema? Basi cha msingi tukutane kwenye sehemu ya maoni ndani ya channel yetu pendwa ya Hatboy Media.